Aprili 28 mwaka 2025, leo siku ya Jumatatu, ni mwendelezo wa kesi na mkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu inaendelea katika viunga vya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu hapa jijini Dar es Salaam. Lakini hii ni kesi moja ambayo inaendelea siku ya leo, na hii ni kesi ile ambayo ya uchochezi na kutoa taarifa za uongo, ambapo ndani yake inayo makosa matatu ambayo anadaiwa kwamba aliyafanya mnamo tarehe 3 ya mwezi huu. Na kosa la kwanza ambalo linazungumzwa ni lile ambalo anadai ya kwamba kwamba mapolisi wote ni CCM na kwamba wanapokwenda katika chaguzi mbalimbali ikiwemo katika uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024 basi walikuwa wanabeba kwenye kura feki kwenye vibegi. Kosa la pili anadaiwa kutenda ya kwamba kuwaita kwamba mahakimu na majaji ni ma CCM, alitumia hiyo kauli, inadaiwa hivyo, na kwamba mara zote wamekuwa wakitumia shughuli zao kujipendekeza ili waweze kuteuliwa kwenye mamlaka za kirais na mamlaka za kitaifa. Lakini kama hiyo toshi, kosa la nne ni lile linalodaiwa ya kwamba alisema ya kwamba katika uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024 wasimamizi wa uchaguzi walipewa maelekezo na rais ya kwamba wawaengue wagombea wa Chadema na upinzani kwa ujumla wake. Kwa hiyo makosa hayo matatu ambayo yanamkabili katika shtaka hilo la uchochezi na kutoa taarifa za uongo na kwamba alichapisha taarifa hizo katika mtandao wa kijamii wa YouTube, ndio kesi ambayo inafika leo kwa ajili ya kuja kusikilizwa maelezo ya awali. Hata hivyo tumefika katika viunga vya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Bado kama ilivyokuwa mara ya mwisho tulivyofika hapa mnamo Aprili 24, ni kwamba kumekuwa na ulinzi ambao umeimarishwa wa jeshi la polisi, lakini si hivyo tu, baadhi ya wanachama wachache sana wamejitokeza katika eneo hili, nao pia wamezuiliwa. Taarifa inayotolewa ni ile kwamba kesi inaendeshwa kwa njia ya mtandao na kwamba wanaoruhusiwa kuingia katika viunga vya mahakama ni mahakimu, watumishi wa mahakama pamoja na mawakili peke yake, ama watu wengine ambao pengine wana sababu ya msingi ambao wataruhusiwa kuingia ndani ya viunga vya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Nje hapo watu wengine wote hawaruhusiwi kuingia. Hata nje ya viunga hivyo tumezungumza na baadhi ya wanachama waliofika hapa, ikiwemo na mwenyekiti wa baraza la wanawake wa Chadema mkoa wa Kichama Ilala, pamoja na mwenyekiti wa baraza la wazee kwa maana ya Bazecha jimbo la Kichama Ubungo, ili kujua maoni yao yakoje. Mimi ni Raidhan Mohamed, mwenzangu ni Novatus Kulinalila. Naitwa Nice Gisunte, ni mwenyekiti wa Bacha mkoa wa Kichama wa Ilala. Mimi pamoja na wanachama wenzangu tumeweza kufika mapema asubuhi ya leo mahali hapa maeneo ya mahakama ya Kisutu, tukiwa tumeitikia wito na maagizo ya makamu mwenyekiti wetu wa chama, ambapo jana akiwa jimbo la Ukonga aliweza kusema tuweze kukutana hapa leo wanachama wote kwa ajili ya kuendelea kusikiliza shauri ambalo linamkabili mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama, Mheshimiwa Tundu Lissu. Kwa hiyo tumefika hapa mapema asubuhi. Binafsi nilifika hapa majira ya saa 1:30 ambapo nilikuta na kadhia ile ambayo kama ilitokea siku za nyuma ya kwamba askari walikuwa ni wengi sana maeneo ya hapa ya Kisutu, lakini pia hata nilipotaka kuingia getini walinizuia kwa madai ya kwamba hakuna mtu yoyote ambaye anaruhusiwa kuingia mahali hapa isipokuwa awe ni hakimu, wakili au mshtakiwa. Mbali na hapo hakuna mtu mwingine yoyote ambaye anaweza kuruhusiwa kuingia. Hata nilipojieleza ya kwamba ni haki yangu kuweza kufika mahakamani kusikiliza kesi ambayo inamkabili kiongozi wangu au ndugu yangu yoyote, bado walinikatalia na pia walinitaka niweze kuondoka kabisa maeneo haya ya mahakamani. Na hata niliposimama pembeni nikasema basi nawasubiria wenzangu na viongozi wangu wakiwepo makamu mwenyekiti ambao tunategemea kuweza kufika, bado waliweza kunifuata na kunifukuza, wakasema maeneo ya nje ya mahakama hayo yote hakuna mtu yote ambaye anaruhusiwa hata kusimama wala kupita eneo hili. Jambo ambalo kwa kweli sisi binafsi kama wanachama wa Chadema tunaona sio haki. Kwa sababu kwa nini wanataka kusikiliza shauri la mwenyekiti wetu gizani? Sisi tuna maslahi na kesi hii kwa sababu huyu ni kiongozi wetu, Mheshimiwa Tundu Lissu. Sisi tunajua sio muahini, bali ni mpigania haki, bali ni mpigania mabadiliko, ni sauti ya Watanzania. Hivyo shauri lake ambalo tunajua vile vile ni uongo halipaswi kusikilizwa gizani. Acha Watanzania wajue, waache Watanzania waone shauri hili linavyoendeshwa. Kwa maana hii sio mara ya kwanza. Waliwahi kumsingizia kiongozi wetu Mheshimiwa Mbowe kesi ya ugaidi, leo hii wamekuja kwa mwenyekiti wetu wa sasa kesi ya uhaini, lakini bado mashtaka yote wanataka yaweze kufanyika gizani. Kwa hiyo sisi wanachama wa Chadema kama ambavyo ni msimamo wa mwenyekiti wetu Mheshimiwa Lissu, na sisi tunapinga kesi hii kuweza kuendeshwa gizani. Na ndio maana tunakuja hapa mahakamani kila inapotajwa. Hata kama watatupiga, hata kama watatuumiza, lakini hatutaogopa. Bado tutaendelea kufika hapa mahakamani, bado tutaendelea kupigania haki yetu ya kutaka kujua mwenendo mzima wa kesi ambayo inamkabili mwenyekiti wetu unaendeleaje ndani ya mahakama hii. Na pengine umejaribu kuulizia viongozi wenzenu wengine ni kwamba watafika, manake leo unaonekana mwitikio kama vile uko down kulinganisha na siku iliyopita, au makamu mwenyekiti kuchelewa kwake kuna uhusiano nini?
Hapana, taarifa tulizonazo sasa hivi ni kwamba nyumbani kwake wamezingira mapolisi, na sio nyumbani kwake tu, hata nyumbani kwa mheshimiwa mwenyekiti wetu Tundu Lissu pia mapolisi wamezingira. Yote ni kuhakikisha kwamba makamu mwenyekiti hawezi kutoka kuweza kufika hapa, lakini hatukuacha kuja. Kwa hiyo nadhani leo wameona kwamba wamkamate kiongozi wetu nyumbani, basi kwa mantikio kwamba makamanda wataogopa kuweza kufika hapa au tutaweza kutawanyika. Una wito gani kwa wanachadema wakati huo ukiwa ni kiongozi pia wa chama mkoa? Ajenda ya no reform no election iendelee kwa moto ule ule hata kama watamkamata kiongozi wetu mwingine tena. Mimi naitwa Hamisi Mohamed Abdalla, mwenyekiti wa wazee wa jimbo la Ukonga. Nimefika hapa asubuhi, kufika getini wakatuzuia tusiingie. Nikaeleza kwamba mimi nakwenda kusikiliza kesi, ni haki yangu ya msingi. Wakasema hatujali lolote, hata kama wewe ni ndugu yako lazima uondoke. Nikakaa nje, wakanizuia, wakasema hata hapa nje hatutaki kumuona mtu wote, lazima uondoke. Basi nikatii amri yao, lakini kitu kilichonishangaza ni kwamba wametanda kama majuzi waliokamata watu na kuwapiga, na leo wametanda na mambwa kila sehemu. Sasa mimi nikawauliza, kwa nini mnafanya hivyo? Wanasema kwamba hii ni haki yetu sisi, usituulize, ni kazi yetu. Basi mimi sikupinga, nikaondoka. Lakini kitu cha ajabu ni kwamba sheria ya nchi inasema wazi kwamba kila mwananchi anaruhusiwa kwenda mahakamani kusikiliza kesi ya aina yoyote, ili kwanza kujifanya yeye mwenyewe aelewe msimamo wa sheria. Sasa mimi nikashangaa kuona kwamba mapolisi wanatuzuia tusiingie kusikiliza kesi.